أعوذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن أحسن الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة ومن الضلالة. Baada ya kumaliza aya zilizopita ambazo zilikuwa ni kama kufungia kisa cha Ashabul Kahfi, aya mbili zilizopita zilikuwa zinazungumzia malipo ya watu waovu yatakavyokuwa, na aya mbili ambazo leo tunamalizia katika conclusion hii zinaelezea kama ilivyo ada ya Qur'ani, baada ya kutaja waad inataja na waid, baada ya kutaja waid na kutaja na waad, baada ya kutaja adhabu inataja na habari nzuri, na kama ambavyo kitaja habari nzuri alafu itafuatisha pia habari mbaya baadaye. Kwa hiyo aya mbili zilizopita zilikuwa zinataja hali za watu watakavyokuwa siku ya Kiyama, watu wasioamini na hali zao zitakavyokuwa motoni. Halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala akafungamanisha na hali hiyo na hali ya waumini ambao ni wenye kutenda mema. Na hii inafungamana moja kwa moja na kisa cha Ashabul Kahfi, na inafungamana pia na kisa kinachofuata, kupigiwa mfano wa hali ya waumini na hali ya makafiri, bila ya kujali mambo mengine, hali zao nyingine za kimaisha zitakavyokuwa, kama ambavyo ndivyo ilivyo kwenye aya nyingine tofauti tofauti, ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajali hali zinavyoonekana hapa duniani. Kwa mfano ukisoma katika suratu Al-Buruj, Allah ametaja hali za walioharibia maisha waumini, alladhina fatanu almu'mina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu alhariq. Ilipomaliza kutajwa tu ile habari ya kisa cha watu walivyouawa Waislamu katika hali mbaya kabisa, lakini Allah anataja kwamba vyovyote iwavyo makafiri cha wao ni moto, na vyovyote iwavyo kwa namna nyingine, vyovyote vile itakavyokuwa hali ya waumini wanaotenda mema ni kwamba wao watapata tulahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, watapata wao pepo ambayo inapitiwa chini yake na mito. Dhalika al-fawzul kabir, na huko ndio kufuzu kuliko kukubwa. Kwa hiyo haijalishi hapa ulimwenguni hali zitaonekana vipi, lakini formula mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ipo hivi. Katika aya ambazo leo tunazo, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa kusema innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale walioamini na wakatenda matendo mema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi matendo ya watu wenye kutenda matendo mema. Inna la nudhi'u ajra, sisi hatupotezi malipo man ahsana amala, yoyote yule ambaye atafanya matendo mazuri. Maana yake ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anahakikishia waumini kwamba mtu atakachokifanya katika ulimwengu huu katika matendo mazuri, hakuna chochote ambacho kitapotea, hata kama ni kidogo kiasi gani katika macho ya watu. Hata kama hapa duniani mtu ataona kila anavyotenda huo wema anaendelea kuteseka, haijalishi hivyo, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake yeye halipotei lolote, kama ambavyo amesema pia kila shay'in, na kila jambo ahsainahu, tumelidhibiti kitaban, kwa maandishi. Na mfano aya hii ni aya yake Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika aya nyingine, fastajaba lahum rabbuhum, Mola wako mlezi akawajibu maombi yao watu wema waumini wanaomba.
halafu anni, imekuwa hivyo kwa sababu mimi, Allah anasema, mimi la udhi'u amala amilin, sipotezi ujira wa kazi ya mwenye kufanya kazi, minkum, miongoni mwenu, min dhakari na untha, haijalishi akiwa ni mwanamme au akiwa ni mwanamke. Na pia Allah akasema, inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, hakika Allah hapotezi malipo ya watu wenye kufanya vizuri, wenye kufanya ihsani. Na halafu akasema ulaika, hao ambao wameamini, yani wameamini yale ambayo walitakiwa kuyaamini yote, na wakatekeleza matendo mema kuzithibitisha imani zao, sio tu imani za mdomoni, lakini ni imani zilizothibiti katika moyo, zikathibitishwa kwa ulimi na matendo yakathibitisha zaidi imani zao hizo. Ulaika lahum jannatu adnin, hawa watapata pepo ya katikati, pepo ambayo ipo katikati, tajri min tahtihimul anhar, itapita chini ya wao mito, yuhallawna fiha min asawira, watapambwa katika pepo hiyo kutokana na asawir min dhahabin, yani asawir ni vitu vinavyovaliwa katika mikono, inaweza ikawa mithili ya bangili au kitu kipana zaidi kinachopita bangili, kama wanavyovaa vitu mfano wa Masai, kutoka sehemu ya kiganja, mwisho wa kiganja, yani kwenye wrist ya kiganja kwenda juu kwenye mkono. Na katika hadithi imekuja katika Bukhari na katika Muslim, hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba mapambo ya watu wa peponi yatafikia pale ambapo unafikia udhu. Kwa hiyo inaweza ikawa mfano wa bangili, au inaweza ikawa ndio hayo mapambo ambayo Mtume ameyataja katika sehemu hii yote, kutoka kwenye mwanzo wa kiganja mpaka kufikia katika kiwiko. Sehemu yote hii mtu anavishwa mavazi yanayotokana na dhahabu, asawira min dhahabin, yani kitu kinachovaliwa katika mkono ambacho kinatengenezwa kutokana na dhahabu. Walbasuna thiyaba, na pia vile vile jambo la pili, yani jambo la kwanza ni kwamba katika pepo kutakuwa kuna mito ambayo inapita chini yake, yani mabustani ambayo yanapitiwa chini yake mito, yani nyumba zenyewe zilivyojengwa. Kuna nyumba ambazo ni ghorofa, halafu kuna na maeneo ya starehe ambayo ni mabustani. Mabustani hayo yapo upside down. Upside down kwa maana ya kwamba mito ambayo ilitakiwa ipite chini, wao wawe juu yake, wao watakuwa juu, mito itapita chini. Na matunda, miti yake ambayo kawaida mashina yawe chini na matunda yawe juu, wao miti yao haitokuwa na mashina, bali itakuwa inaning'iniza matunda yake karibu yao. Kutufu hadania, matunda ya miti ya peponi yatakuwa yamewakaribia wao vile wakikaa. Kwa hiyo gardens zenyewe ni hanging gardens, watu wakikaa wanaona hanging gardens, na chini yao mito inapita, na wala sio kwamba inapita mbele yao kama baadhi ya wafasiri wanavyosema, lakini Allah amesema min tahtiha, wala hajasema amama hata pahali pamoja katika Qur'ani, ikijionyesha kwamba ni chini. Watu wanaona tabu kusema min tahtiha kwamba ni chini yake, kwa sababu akili za binadamu kwa kutumia sheria za kiulimwengu, yani natural science ya hivi sasa, physics ikitumika, huwezi kupata picha pepo ambavyo itakuwa. Lakini ni kwamba physics hii ya hapa haifanyi kazi huko akhera. Huko kuna kanuni nyingine zisizokuwepo hapa, kwa sababu tunafahamu hata kwenye mwezi tu, ashilia mbali akhera, kwenye mwezi tu kwenda hakuna gravity. Kwa hiyo vitu vitakuwa vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviweka, sio kwamba kitu huko kikiwekwa kitaanguka chini. Kwa hanging gardens ni jambo rahisi mno kuwepo pale ambapo hapana gravity, na gravity ipo hapa duniani. Tukitoka hapa duniani huko juu hakuna gravity. Kwa hiyo peponi hakuna kwamba kitu kikiwa juu kitadondoka, la, au mto ukiwa chini haiwi kwamba wewe upo juu halafu mto upo, si hivyo, bali pepo ni kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema katika sura Alif Lam Mim Sajida, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, nafsi haiwezi ikafahamu kile kilichofichwa katika vitu vinavyopendeza katika jicho, katika pepo. Na pia Mtume amesema fiha ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi basharin qattu, katika pepo kuna vitu ambavyo jicho halijapatapo kuona, wala sikio halijapatapo kusikia, wala akili ya binadamu haijapatapo kuweza kuwaza namna gani exactly pepo itakuwa. Kwa hiyo katika watakapokuwa navyo, ya kwanza ni bustani hizo, la pili itakuwa inapitiwa na mito chini yake, la tatu watapambwa, wanawake na wanaume watakuwa na mapambo mikononi mwao, mithili ya mapambo ambayo huvaa ma princess
yani watoto wa wafalme wa kike ambao ni makubwa, sio bangili tu ndogo, lakini bangili kubwa zinazotoka kuanzia katika viganja vyao kwenda kuelekea katika kiwiko. La tatu watavishwa hizo dhahabu. La nne, wayalbasuna thiyaban khudran, na watavishwa nguo ambazo ni zenye rangi ya kijani kibichi, min sundusin, inayotokana na dhahabu na hariri nzito, sundusin, wa istabraq, na hariri nyingine nyepesi. Muttakiina fiha ala al-araik, wakiwa wameegemea katika viti mithili ya vitanda. Al-araik ni kinakusudiwa kukalia, kwa hiyo kinachokaliwa kawaida si kitanda, ni kiti, lakini al-arika ni kitanda. Kwa hiyo ni kitanda, lakini kitanda yani ni kiti, lakini kiti kikubwa, mfano wa viti wanavyokalia wafalme, sio kiti chenye dhiki wakati wa kukaa. Ni kiti ambacho kina nafasi ya kutosha, hata ukiamua kumleta mwingine aje akae anaweza kukaa. Ndio inaitwa al-araik, ambayo ni jamu ya arika. Ni'ma thawabu, malipo hayo ni malipo mazuri yaliyoje. Wa hasnat murtafaqa, na sehemu hiyo ni sehemu nzuri iliyoje. Yani na amanu wa amilu salihati, hawa walioamini kutenda matendo mema, lahum basatinun iqamatin daimatin, watakuwa na mabustani ya kukaa katika mabustani hayo milele. Tajiri al-anharu al-kathiratu baina aidihim, mito mingi itakuwa inapita mbele yao. Na amesema min tahti ghurafim, chini ya vyumba vyao, wa manazilihim, na nyumba zao, wa ashjarihim, na chini ya miti yao. Baina aidihim ndio ambacho akili ya binadamu inafahamu kwamba mito itapita mbele, lakini huu sio sahihi. Usahihi, Qur'ani imetaja wazi min tahtihimul anhar, chini yao. Kwa hiyo itakuwa vipi sisi hatujui, lakini mito itapita chini yao, na sio lazima iwe chini ya miti, sio lazima iwe chini, kwa sababu miti yenyewe kwa mujibu wa aya nyingine zinaonyesha kwamba miti itakuwa ni upside down. Miti ipo juu, halafu yani matawi yake miti ndio yapo chini, ingawa hailazimishi pia kwamba lazima mashina yawe juu. Inaweza ikawa hayana mashina aslan miti, na inaweza ikawa kama ambavyo miti ya kisasa ilivyo, mashina yapo chini zaidi, halafu na matawi yapo chini, yani mti hawendi juu. Kwa hiyo mti shina lake lipo chini zaidi kwenye ardhi, halafu linaanza kutoa matunda, linapofika tu level ya ardhi linatoa matunda hapo. Kwa hiyo muda wote, kwa sababu huo mti hautokwenda juu, matunda yake yatakuwa yapo karibu na binadamu. Lakini ambacho kipo dhahiri kwangu mimi binafsi ninachoona ni kwamba mashina yatakuwa juu na miti itakuwa chini, kwa sababu pale pengine pametajwa wa dhilli mamdud, na vivuli vya miti ambavyo ni vikubwa. Kwa hiyo sio miti mifupi, bali ni miti mirefu ambayo ipo upside down katika hanging garden. Alafu akasema mfano wake aya hii kama mfano wa aya iliyosema wa'adallahu almu'minina walmu'minati, Allah ameandaa kwa ajili ya waumini wa kiume na waumini wa kike jannatin tajri, mabustani ambayo yanapitiwa min tahtiha al-anhar, chini yake na mito, khalidina fiha, wakae humo milele, wa masakina tayyibatin, na makazi mazuri, fi jannati adnin, katika pepo za kudumu au pepo ya katikati, wa ridwanu min Allah akbar, na radhi zinazotoka kwa Mola wako ndio jambo kubwa zaidi kuliko starehe zote za peponi. Dhalika huwa alfawzul azim, huko ndio kufuzu kuliko kubwa. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, watapambwa katika pepo hiyo kutokana na bangili za dhahabu. Anasema ai yuzayyan, watapambwa almu'minu wa islamu fil janna, katika pepo, biasawira, wa bangili, min dhahabin fi aidihim, za dhahabu katika mikono yao. Wayalbasuna thiyaban khudran min sundus wa istabrak, na watavishwa, wayalbasuna thiyaban hadra, watavishwa nguo zenye rangi ya kijani kibichi, min hariri raqiq, kutokana na hariri nyepesi. Kwa istabrak, sundus ndio amesema ndio hariri nyepesi, sundus. Wa istabrak, na istabrak min hariri alghalidh, na hariri nzito. Nguo zao zitakuwa zina aina tofauti tofauti ya hariri. Hariri inayojulikana duniani ni hariri nyepesi,
ama hariri nzito haijulikani ni kitu gani, haijulikani dhati yake hasa ni nini, lakini Qur'ani imetaja. Na neno istabrak asli yake halipo katika Kiarabu, yaani Waarabu hawalijui neno hili, lakini hakuna neno ambalo linaweza kuelezea hariri hiyo, kwa sababu yenyewe haijulikani. Lugha ya Kiarabu haina neno hili. Kwa neno la istabrak halikuwa la Kiarabu la kiasili, isipokuwa neno liloletwa katika Kiarabu likimaanisha hariri nzito, ambao ni jambo fulani la kidhahania, hasa hapa duniani halijulikani kwa sababu halipo. Muttakiina fiha ala al-araik, watakuwa wameegemea katika vitanda. Walhalu annahum muttakiuna, yani watakuwa wamevishwa mapambo hayo mikononi mwao na katika miili yao yote, yani dhahabu na nguo za hariri, hali ya kuwa wameegemea fil jannati ala sururi, katika vitanda almuzayyanati, vilivyopambwa, almughattati, ambavyo vimefunikwa, biqubbati min athiyabi alfakhira, kutokana na vitambaa vya nguo alfakhira za kifahari, kama ambavyo Allah amesema, inna ashaba aljannati, hakika watu wa peponi, lyauma, leo, fi shughlin fakihun, watakuwa wana shughuli ya azwajuhum, wao na wenza wao, yani waume zao au wake zao, fi dhilalin, watakuwa katika vivuli, ala al-araiki muttakiun, wakiwa wameegemea katika vitanda. Kwa hiyo al-araik, vitanda hivi sio vitanda ambavyo vitakuwa ni indoor, ni vitanda ambavyo ni outdoors, yani kama ambavyo watu wanajaribu leo kuweka vitanda katika beaches, ndivyo ambavyo wao watawekewa vitanda, alafu chini yake, sio mbele yake, chini yake mito inapita na vivuli virefu vimewafunika, hali ya kuwa wao wana wanapata ladha ya vitu tofauti tofauti katika matunda na vinywaji na aina tofauti tofauti za nyama za wanyama na nyama za ndege na nyama za wanyama wanaoishi baharini. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akasema, hasunat ni'ma thawabu, haya ni malipo mazuri yaliyoje. Maana yake ni'ma thawabu almu'min tilka aljannat, ni malipo mazuri yaliyoje kwa ya waumini hayo mabustani hayo, allati wasafa Allahu ba'dha na'imiha, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesifu katika hii baadhi ya neema zake, jazaa lahum ala a'malihim as-salihah, akiwa ni malipo kwa wao kwa matendo yao mema. Wa hasunat murtafaqa, na hapo sehemu hapo ni sehemu nzuri kabisa ya mtu kubakia. Aywa hasunat tilka aljannatu muqaman, na pamekuwa vizuri mno sehemu hiyo mtu kukaa, wa manzila, na kuwa ndio nyumbani kwake pa kushukia kufikia, yastaqiru fihi, akatulizana hapo, alladhina amanu wa amilus salihati, wale watu ambao waliamini na wakatenda matendo mema. Qala ta'ala, ulaika yujzauna alghurfa, watu wema ni wale ambao huko peponi watalipwa ghorofa, yani vyumba, bima sabaru, kwa wale walikuwa kisubiri, wa yulaqauna fiha, na watakuwa wanakutana na malaika katika nyumba hizo, tahiyatan wa salama, wakiwa wanawasalimia kwa kuambia salamun alaikum. Khalidina fiha, watakaa humo milele. Hasunat mustaqarran, pamekuwa hapo ni pazuri palioje mtu kubaki, wa mustaqarran, kukaa, wa muqaman, na makazi mazuri yaliyokuwa kufikia hapo. Pahali hapo ni pazuri palioje, na kukaa hapo milele ni pahali pazuri palioje. Kama ambavyo pia Allah amesema, ashabul jannati, watu wa peponi, yaumaidhin, siku hiyo, khairun mustaqarran wa ahsanu maqila, watakuwa wana sehemu nzuri kabisa ya kufikia na wana sehemu nzuri kabisa ya kulala. Maqila inaweza ikawa ni sehemu ya kulala kailula, kabla ile wakati walikuwa wanalala huku duniani, kabla ya wakati wa dhuhuri au baada ya wakati wa dhuhuri. Kwa ujumla wake aya hizi zinasifu baadhi ya sifa za pepo. Kwangu mimi pepo nikiambiwa nielezee kwa ufupi kabisa, aya ambayo inaelezea pepo kwa ujumla wake ni wafiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhdhu al-a'yun. Katika pepo kuna kila ambacho jicho inakipenda na moyo, jicho linaburudika na moyo unapenda. Hii ndiyo ibara inayokusanya neema nyingine zote ambazo tunazijua na tusizojua, kwa sababu katika pepo tulizoambiwa ni chache, kwa sababu hatuwezi kuzicomprehend hata hizo ambazo tumeambiwa, hatuwezi kuziingiza akilini.
lakini zile ambazo hatujaambiwa ni nyingi zaidi. Katika hizo ambazo tumeambiwa na hatuwezi kuzifahamu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ukiwaona wale watumishi wakiwa wametawanyika kila pahali, kaannahum lulu mansura, kama ni lulu zilizotawanywa, wameenea kote. Allah anasema ukiona hapo utaona kwamba ra'aita na'ima, utaona neema ulizopewa peponi, wa mulkan kabira, na ufalme mkuu. Sasa ufalme mpaka kuitwa na Allah mkuu, maana yake mtu atakuwa na ulimwengu wake, kuna wananchi, kuna raia, kuna walinzi, kuna watumishi, ili iwe ufalme uliokuwa mkuu. Sasa hizi ni vitu ambavyo hapa duniani hatuwezi kuvifikiria na tukaweza kuvicomprehend, namna ambavyo pepo ya mtu itakuwa ni dunia nzima anaimiliki, kwa sababu ndio anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ardhuha samawati wal ardh, upana wa pepo ni mbingu na ardhi. Mtu anamiliki hiyo na ana raia, kwa sababu bila ya hivyo mtu atakuwa bored. Kama unapewa jipepo hilo kubwa, alafu wewe tu labda na wake zako na watumishi, ili pachangamke pawe ni lazima kuwe na watu wa kutosha kabisa ambao watatumia neema hizo zisizokwisha, zisizopungua, kila zikitumika zinakuja tena mfano wake. Wala kulli hal fiha, kama ambavyo hadithi tulimetangulia kusema, mala ainun ra'at, yapo mambo peponi ambayo jicho halijapata kuona, wala udhun sami'at, wala sikio halijapata kusikia, wala khatara fi qalbi basharin qattu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe miongoni mwa watu watakaofikia humo, sisi na wazazi wetu na vizazi vyetu. Katika faida za aya hii mojawapo kuu kabisa, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah anasema hapotezi malipo ya mtu ambaye atatenda vizuri. Ahsana amala, tumeshaitaja mwanzo wa sura, ni yule ambaye atafanya kwa ikhlas, kwa mujibu wa alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kinyume chake ni kwamba yule ambaye atafanya matendo hata akiwa ni mazuri, lakini akawa sio ahsan, sio yale aliyotaka Allah, sio mazuri kwa mujibu wa Allah. Allah amesema matendo, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a, ambao hawajafanya ihsan katika matendo yao, hajawa mazuri, wamekufuru, matendo yao yatakuwa ni kama mazigazi ambayo hayawezi kuwa na uzito wowote ule. Wakadimna ila maamilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, matendo yao yote yatafanywa kama ni vumbi lenye kupeperuka. Aya zinazoendelea, aya nambari 32 mpaka mbele, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia habari ya fitna ya pili. Fitna ya kwanza ambayo imeelezwa, au kisa cha kwanza, kisa cha watu wa Kahfi, ilikuwa inaelezewa fitna ya ujana, fitna ya wanasiasa, na fitna ya mtu kufitiniwa kwa dini yake, ikamlazimu ili aokoe dini yake kuacha mali yake na kazi yake na ahli wake, yani mke wake, na kuacha watoto wake na jamaa zake. Fitna ya pili ni fitna ya mali, ambayo mtu mara kwa mara katika maisha, fitna hizi ndio tumesema katika sura Kahfi kwa ujumla wake zote ndio vikwazo ambavyo mtu anakumbana navyo kila siku katika maisha. Allah anazungumzia fitna ya watu wawili, ambao mmoja alikuwa ni kafiri mwenye mali na mwingine alikuwa ni maskini asiye na mali. Kafiri mwenye mali asiyekubali mawaidha, na maskini ambaye hakuwa na mali nyingi ambaye alikuwa ni mtu mwema. Inasemwa hivi katika baadhi ya vitabu, na katika baadhi ya vitabu anasema kisa hichi ni kisa tu cha dhahania, hakijawahi kutokezea. Baadhi ya wafasirina wamesema hivyo, na baadhi ya wafasirina wanasema kwamba kisa hichi ndio kisa kile kilichotajwa katika sura As-Saffat, ambacho watu wa Maka walikuwa wanakijua. Kulikuwa kuna mtu ambaye alikuwa ni Muislamu na mwingine hakuwa Muislamu, wanajulikana kabisa, wametajwa kule mpaka mafikio yao peponi na watazungumza vipi katika sura As-Saffat. Na wengine wakasema hapana, kisa hichi kimetokezea kwa Bani Israel. Na kauli ambayo sisi tunaichukua ni kwamba kuingia katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatuwekea wazi huwa hayana umuhimu sana, kama ilivyo kwa Ashabul Kahf. Hakuna umuhimu wa kujua majina yao, wapi wametokezea, waliishi muda gani na kadha. Haya mambo Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatufundisha, ila alitufundisha ni yale masomo katika kile kisa chao, ndio jambo muhimu la kuzingatia. Kwa ala kulli hal, Allah ameanza kusema katika kisa hichi, wadhrib lahum mathalan, wapigie wao mfano, rajulaini, wa watu wawili, ja'alna li ahadihima, tulifanya kwa mmoja wao katika hao wawili, jannataini, awe na mabustani mawili, awe na konde mbili, awe na mashamba mawili. Alikuwa na vitalu viwili vikubwa vya mashamba, min a'nabin, ambavyo ni ya
mizabibu. Kwa hiyo zao kubwa lilikuwa ni mizabibu, na zabibu ni zao ambalo kitaalamu mkulima ndio anachagua muda gani avune, kwa sababu zabibu unapoziprune, baada ya kuprune siku 90 tokea siku ile prune, ikiwa umemwagilia na ikiwa mbolea ipo, yani inapata chakula vizuri, siku 90 tokea siku ile prune ndio siku ambayo utavuna. Kwa hiyo ni zao ambalo muda wote mkulima anaweza kufanya akawa anatoa matunda na kupata fedha. Na wakati huo zabibu ilikuwa ni zao la chakula, kwa hiyo linahitajika kila siku, ni watu wanaweza kushindia zabibu kavu inakaushwa, alafu watu wanakula, ni chakula kinajulikana wakati huo wa zamani. Kwa hiyo mtu akiwa na shamba la mizabibu, huyu amepata utajiri ikiwa ataweza kupata mbolea, ardhi yake na mbolea, na ikiwa anaweza kupata kumwagilia, pana maji ya kuweza kumwagilia, kwa ana utajiri endelevu. Ana wakhafafnahum binakhlin, halafu tukaizungurushia na mitende, yani ile mitende ikawa ni kama ngao inayolikinga hili shamba, iko pembeni, iko nje, inazunguruka shamba hili au mashamba haya mawili. Waja'alna bainahuma zar'a, halafu katikati yake ukawa kuna uwanda mkubwa wa nafaka. Waja'alna bainahuma zar'a, katika mashamba haya katikati kukawa kuna uwanda mkubwa wa mazao ya nafaka, yani mazao ya chakula. Walikuwa na mazao ya msimu ambayo ni mitende, halafu wana mazao ya muda wote ya biashara na chakula pia ambayo ni zabibu, halafu wana nafaka kwa ajili ya pia biashara na chakula ambazo nazo ni za msimu, vile vile zinazaa kwa msimu. Nafaka zinazaliwa aidha kama mfano wa mpunga au ngano au shairi, au mfano wa nafaka kama hizo. Kilta aljannataini, mashamba yote mawili, mabustani yote mawili, atat ukulaha, yalizaa vizuri mazao yake. Atat ukulaha, yalizaa vizuri mazao yake. Walam tadhlim minhu shay'an, wala hayakupunjwa. Dhulm asli yake ni wad'u shay'i fi ghairi makanihi au fi ghairi zamanihi, ni kukiweka kitu pahali ambapo si pake au si muda wake, au annaqsu au ziyada fi wad'i shay'i fi makanihi, kuzidisha au kupunguza kwa kitu kikawa kimewekwa sehemu yake lakini kimepunguziwa, kimepunjwa au kimezidishiwa. Pia mtu anaweza kumdhulumu kwa kumzidishia, ikiwa ni jambo la kutekeleza, jambo la wajibu au kadha kadha, kwa umemdhulumu kwa sababu umempa ziada alichotakiwa kupewa katika majukumu au katika wajibu wa kufanya. Kwa hiyo dhulma hapa ni neno lililotoholewa likimaanisha kwamba hawakupunjwa. Wala mtadhlim minhu shay, akafanya kama kwamba vile kuzaa kamili ni haki yake lile shamba, kwa sababu lilikuwa lina rutuba, linamwagiliwa, lipo sehemu nzuri, lina ulinzi. Kwa hiyo kule kuzaa ni haki yake. Allah anasema wala mtadhlim minhu shay'a, katika mashamba haya mawili hakukudhulumiwa chochote. Kwa kadiri ya jitihada iliyofanyika ndivyo ambavyo matunda yalikuja. Wafajjarna khilalahuma, na tukapasua katikati ya mabustani hayo mawili, naharan, mito ikawa inapita huku na huku. Kwa hiyo hakuna gharama zilizoongezeka za mtu huyu kunyesheleza mashamba yake, kumwagilia, akawa anahitaji ngamia au anahitaji farasi au anahitaji watu wachote maji na kumwagilia. Wakana lahu thamarun, na alikuwa yeye ana mali nyingine. Wakana lahu thamarun, na katika qiraa wakana lahu thumurun au thumrun, zote zipo. Wakana lahu thamarun, na alikuwa ana mali nyingine mbali ya haya mabustani mazuri ambayo yapo katika namna ya dhahnia, yani huwezi kama inayoweza tu kudhaniwa katika kichwa, lakini si aghlabu ulimwenguni kukuta bustani mfano wa bustani hii. Nje kuna mitende, katikati kuna mizabibu, alafu katikati kabisa kuna mazao ya nafaka. Anasema wakana lahu thamarun, pamoja na bustani hiyo, pamoja na mashamba hayo mawili, pia alikuwa na mali nyingine. Faqala li sahibihi, akamwambia rafiki yake, wa huwa yuhawiru, hali ya kuwa anagombana naye. Yuhawiru, anagombana naye, na hali ya kuwa ni sahib, inamaanisha kwamba kabla ya kugombana walikuwa wanazungumza mazungumzo ya kawaida. Yule muumini akamkumbusha kuhusu Allah, akamkumbusha kuhusu haki iliyomo katika mazao yake, na kwamba atoe sadaka kwa ajili ya mafakiri na maskini na kadha na kadha, na kwamba naye mwenyewe asikufuru. Akagombana kwa sababu ya kukumbushwa jambo la haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yuhawiruhu, akafikia kugombana. Hapa imefupishwa story ikafikishwa kule mwisho, kwamba mwisho walifikia kugombana, lakini ni sahibu wake. Kama ni sahibu wake, maana walianza mazungumzo ya kawaida.
alafu akasema ana aktharu minka malan, yule kafiri akasema mimi na mali nyingi zaidi kuliko wewe, wa a'azzu nafara, na mimi nina watu wa kuweza kuninusuru ambao wana nguvu zaidi. Nafar ni watu, anakusudiwa ashira, watu wake wa karibu, ambao anasema ni a'azzu, wana nguvu zaidi kuliko ambao wewe unao, ambapo hapa kwa mujibu wa siyaki ya aya za huku mbele alikuwa anakusudia kwamba nina watoto, kwa hiyo mimi nina mashamba, nina mali nyingine, halafu nina watoto wengi zaidi kuliko watoto wako, mali nyingi zaidi kuliko mali zako, na mashamba yangu mimi ni mazuri zaidi kuliko mashamba yako. Utaniambia nini wewe? Hii ndio hii aya kisa hichi kwa mnasaba wa ile conclusion ya ashabul kahfi iliyoanza wasbir nafsaka wasbir bali utlu ma uhiya ilayka watlu ma uhiya ilayka min rabbika, na wasbir nafsaka. Ukizichukua kwenye kisa hichi, zile zinakuwa kama ndiyo introduction, zinageuka kwamba ni introduction, ndiyo madkhal, sehemu ya kuingilia kuja kwenye kisa hichi, kwamba Mtume SAW anaambiwa asighururike na watu wenye nacho na abakie na wale mafakiri. Hemu angalia mfano wa watu huko nyuma ambao mmoja tulimpa mali nyingi, watoto wengi na mashamba yenye mazao mengi, lakini akakufuru. Na kinachoangaliwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni imani au ukafiri wa mtu, sio kile ambacho kipo katika mkono wake. Maana ya tafsiri aya hizi, tafsirul ayat, amesema wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabi, akasema ay wadhkur ya Muhammad, taja ewe Muhammad mfano lihaula almushrikina almustakbirina, kwa hawa washirikina wenye kiburi ambao wamekwambia wafukuzi mafakiri waumini, alladhina saaluka, waliokutaka wewe, antatruda, wafukuza dhuafaa wanyonge, walmasakin, na mafukara, alladhina yad'una rabbahum bilghadati walashi ibtighaa wajhi, ambao wanamuomba Mola wao mlezi asubuhi na jioni wakitafuta radhi zake. Udhkur lahum mathalan, watajie mfano, qissata rajulaini, kisa cha watu wawili, ahaduhuma mu'min, mmoja wao ni Muislamu, al-akharu kafir, na mwingine akiwa si muumini ni kafiri, liya'tabiru bihalihima, ili waweze kuzingatia hali zao wawili hao, wayataidhu bima jara lahuma, na wapate kuwaidhika kwa yale yaliyowatokezea. Ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin, maana yake ja'alna li ahadi hadhaini ar-rajulaini wa huwa al-kafir, tulijalia mmoja kati ya hawa watu wawili ambaye ni yule kafiri, bustanaini, vitalu viwili vya bustani, min a'nabin, vya mitende, wa hafafna huma binakhlin, na vitalu hivyo viwili tukavizungurushia pembeni mwake kwa bustanaini min a'nabin, bustani ya vitalu viwili vya mizabibu, wa hafafna huma binakhlin, na tukavizungurushia kwa mitende, afwan, ai maana yake wa ahafna, tukazungurusha hadhaini albustanaini, hizi bustani mbili za vitalu viwili, binakhlin, kwa mitende, bustani mbili za mizabibu zikazungurushiwa pembeni yake, nje yake mitende, yuhdiqu bihima, ambayo ikawa inapendezesha macho. Ile kazi yake ile mitende ni kulifanya zile bustani, vile vitalu vya mizabibu vizidi kupendeza na viwe vinapata ulinzi. Waja'alna bainahuma zar'a, na tukaweka baina ya hizo bustani mbili, yani katikati yake kwa kuna uwanda mkubwa wa mazao ya nafaka. Ay waja'alna wasta bustanaini al-inabi bustanayil inabi zar'an, tukafanya katikati ya vile vitalu viwili vya mizabibu ukawa kuna mazao ya nafaka. Kilta aljannatayn, anasema kilta aljannatayn atatukula walam tadhlim minhu shay'a, ay kila albustanayn, bustani zote mbili, akhraja thimara, zilitoa matunda yake, yalitoka matunda yake, duna an yanqusa minha shay, pasi na kupungukiwa chochote. Yani tadhlim maana yake ni an-naqsu. Wafajjarna khilalahuma nahara, na tukapasua katikati ya bustani hizo mbili, naharan, mito mingi, ayu wa ajraina, tukapitisha, washaqaqna, na tukapasua, khilala hadhaini albustanaini, katikati ya bustani hizi mbili, na naharan, mto, baina ashjarihim, ambao unapita katikati au baina ya miti yake. Wakana lahu thamarun, na alikuwa anayo yeye mali nyingine. Hapa ametaja thamarun kwamba imekuja kwa thamarun na imekuja thumrun
na imekuja thumurun, zote maana zake mwisho wa siku zinamaanisha mazao au mali nyingi au mali zinazotokana na mazao, lakini kwa ujumla ni kwamba alikuwa ana mali nyingine. Amesema wakana lahu thamarun wa kana li sahibi aljannatayn thimarun adhimatun minhuma. Tafsiri ambayo wamechagua wao ni kwamba alikuwa ana matunda mengi yanayotokana na bustani hizi. Tafsiri nyingine ni kwamba alikuwa ana mali nyingine mbali ya hizi bustani mbili. Faqala li sahibihi, akasema kumwambia mwenza wake, wa huwa yuhawiru, hali yakuwa anagombana naye katika mjadala, ana aktharu minka malan wa azzu nafara, mimi nina mali nyingi zaidi kuliko wewe na nina watu wenye nguvu zaidi kuliko wewe. Faqala malikul jannatayn alkafir li sahibihi almu'min, akasema yule mmiliki wa vitalu viwili ambaye alikuwa ni kafiri kumwambia mwenza wake ambaye ni Muislamu, almaj'uli mathalan lilfuqara almu'minin, ambaye amefanywa hapa kama ni mfano wa wale waumini makafiri, ikiwa tutaichukulia kwamba ile wasbir nafsaka ni introduction katika kisa hichi, au ikiwa tunachukulia kwamba mwanzo wa sura mpaka hapa unaendelea tu muunganiko ule ule wa ashabul kahfi, namna ambavyo waliacha mali zao, wakati kila kitu chao, wakakubali ufakiri, lakini Allah anaahidi kwamba hawa ni wenye kushinda. Wale watu wa kule ashabul kahfi, wao wameshinda baada ya kufa kwao, wamepata nusra kwa kuepushwa kuuawa, lakini halafu wakafa wakaenda peponi kwa sababu ni mashahidi na ni mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano huu hapa duniani inaonekana kwa mtu ambaye hakumwamini Allah namna gani anaweza akapata hasara hapa duniani. Kwa hiyo huyu muumini anapigwa mfano wa wale ambao mtu Muislamu ameambiwa asiwachupe jicho lake na abakie nao. Wa huwa yuraji'uhu fil kalami wa khatibuhu, alimjibisha wakiwa wanagombana, wakiwa wanajibizana maneno na wanazungumza. Wayujadiluhu takabburan, na anajadiliana naye kwa kibri, waftikharan alayhi, na kujifakharisha dhidi yake, watakbihan lihalihi, na kuisema kwamba hali yake yule muumini ni mbaya, binisbati ilayhi, kwa kulinganisha na yeye. Alimwambia li min almali aktharu mimma tamlik, mimi nina mali nyingi zaidi kuliko unayomiliki wewe. Wa ana aktharu minka unasan, na mimi nina watu wengi zaidi, yansuruna, ni ambao watanipa mimi ushindi na kunilinda. Fayakumuna ma'i fil muhimmati, nikipatwa na tatizo wao watasimamia mambo yangu, watasimamia majambo yangu. Wayanfiruna inda dharurati, na watakuja mbio mimi nikiwahitaji. Nafaran, asli yake an-nafar ni kukimbia. Kukimbia kwa maana ya kwamba mmoja wa watu katika wale nafar ni kuanzia watu 9 mpaka watu 10. Huwa wapo watu hivyo, wao akipatwa na mmoja wao na tatizo haraka hukimbilia kumsaidia. Ndo akasema waazzu nafara, na nina watu wenye nguvu zaidi ambapo mimi nikipata tatizo watakuja haraka kunisaidia. Kwa hiyo wayanfiruna inda dharurati, na watakuja haraka mimi kunisaidia wakati wa nikiwahitaji. Min waladin, kwa watoto, au ashiratin, au marafiki, au khadamin, au wafanyakazi, au atba'in, au nina wafuasi wengi. Zote zinaweza zikawa maana ya nafara. Alafu akasema mafunzo katika aya hizi ya kwanza, au faqala li sahibihi yuhawiru ana akthar minka malan azzu nafara, dalla fi'lu almuhawarati ala anna sahibahu qad wa'adahu fil iman wal amal salih, inaonesha kwamba yule muumini alimpa mawaidha juu ya imani na matendo mema, ambayo hii ndiyo iko wazi katika surati As-Safat. Katika surati As-Safat ni kwamba watu wa peponi wakbala ba'dhum ala ba'd, imeanza kule ni retro, yani imeanza mwisho ikaja mwanzo. Watu wa fasihi wanajua zaidi, mimi hapo sijui, lakini yenyewe ni yani kuna katika research pia ipo, unaanza mwanzo kwenda mwisho au unaanza mwisho kwenda mwanzo. Sasa katika surati Safati imekuja kinyume nyume, wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, wakifika watu peponi watakuwa wanaulizana wao kwa wao. Qala qailun minhum inni kana li qarin, atasema mmoja kwa mimi nilikuwa na rafiki yangu wa karibu sana, yaqulu innaka minal musaddiqin, akiniuliza hivi wewe ni katika Waislamu? Aidha misna wa kunna turaban wa idhama inna lamadinun, kwamba sisi tukishakufa na tukawa mifupa iliyooza tutafufuliwa tena. Qala hal antum muttali'un, atawauliza mnataka mwende mkamuone huyu rafiki yangu, kwa maana ya kwamba atakumbuka, atajaribu kukaa baada ya kushakuambia kwamba alikuwa akiniambia hivi, atajaribu akumbuke dhiki alikuwa anaipata duniani, hatoweza kukumbuka chochote katika matatizo ya dunia. Halafu baada ya muda ndio atawaambia hal antum muttali'un, je mnataka mwende mkamuone? Fatala, watamwambia ndio. Basi watakwenda fatala wa mtazame, farao fi sawail jahim,
watamuona yupo katikati ya moto, katikati ya moto anaungua. Qala, akasema tallahi, na hapa kwa jina la Allah, inkitta, ulikaribia wewe, la turdin, kuniumbisha mimi, unirejeshe katika ukafiri. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin, na wala lau kama si neema ya Allah, basi na mimi ningalikuwa katika watu wa motoni, kwa namna ambavyo ulikuwa ukinishawishi. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika tafsiri yake ameeleza kwamba mtu huyu, hawa walikuwa ni watoto wawili ambao walirithi mali. Waliporithi 3000 dirham, ikawa huyu mmoja anazitumia katika kujiimarisha katika dunia, na huyu mwingine muumini akawa yeye ikifika usiku anachukua sehemu katika ile mali, anaweka katika mikono yake, anamwambia ya Rabbi, fulani mja wako amefanya kaza katika dunia, amenunua watumwa, amenunua mifugo, amefanyaje, amenunua mabustani, amefanya hivi, na mimi nazichukua hizi naziweka kwako wewe kwa ajili yako. Alafu asubuhi anakwenda anazitoa sadaka kwa mafakiri na maskini na wenye kuhitaji, mpaka huyu mtu akafilisika. Halafu akarudi akawa na muhaidhi huyu mwenzake, ndio akawa wanajibizana haya majibizano haya. Kwa hiyo ndo akasema inkitta la turdin, likaribia wewe na mimi kunirejesha nyuma na kuniumbisha katika dini yangu. Walaula ni'matu rabbi, na leo kama si neema ya Allah kunibakisha katika msimamo kule duniani, la kuntu minal muhdharin, na mimi ningalikuwa katika watu ambao leo wapo katika moto. Halafu atakaa jaribu tena kukumbuka shida za duniani, atashindwa kukumbuka isipokuwa mauti. Ndio baada ya aya la kuntu minal muhdharin atasema afama nahnu bimayitin, je, sisi humu peponi tutakufa kwani? Illa mautatana alula, isipokuwa ile mauti yetu ya kule duniani. Kwa hiyo hatokumbuka katika vitu vya dhiki alivyoishi hapa duniani akavipata, isipokuwa uchungu wa mauti. Ndio ambao watasema afama nahnu bimayitin illa mautatuna alula, isipokuwa yale mauti yale kule duniani, yale nayakumbuka na uchungu wake bado na ukumbuka na ujua ulivyokuwa. Afama nahnu bimayitin illa mautatuna alula ma nahnu bimukhrajin, wala sisi humu peponi hatutotolewa. Kwa hiyo kwa wanachuoni ambao wanaona kwamba kisa hichi cha Safat na kisa hichi kinazungumzia kisa hicho kimoja, kinafungamanishwa hivyo, ama ambao wanaona kwamba kile kilikuwa ni kisa chingine na hichi ni kisa chingine, basi inakuwa kwamba hawa ni kama kwamba wote walikuwa ni waumini ambao wanaweza kupeana mawaidha, kiasi kwamba ndo akenda akampa mwenzake mawaidha, lakini yule mwenzake akaamua kukufuru na kufanya kiburi kwa sababu ya mali aliyopo. Katika fawaid ilmiya ameweka hapa, ya kwanza amesema wadrib lahum mathala rajulaini taamal hadhihi alhay'ati allati dhakaraha Allah, ambayo tumeshaisema ni ile kwamba haia ya hizi bustani ni kama kitu cha dhahania, sio kitu halisi vile ilivyo. Ni kama kwamba ni kisa ambacho hakijawahi kutokezea, ama kutokezea kwake kutokezea kwake Allahu aalam, lakini siyaki ya aya hizi qala lahu sahibuhu wa yuhawiruhu, au mwisho wa kisa hiki inavyosema hunalika alwalayatu haq, hapo ndiyo mamlaka ya Allah inapoonekana. Alwalayatu lillahi, mamlaka ya Allah inapoonekana, huwa khairun thawaban. Alafu inasema walam takul lahu fi'atun yansuruna, hakupatikana kikundi chochote kile au chama chochote kile au umoja wa mataifa au chochote kile hakipatikana, yansuruna min duni, ambayo kingaliweza kumnusuru kimya. Kwa mujibu wa siyaq inaonyesha kwamba hichi ni kisa waqi'i, kimetokezea kabisa. Lakini bustani hii wanasema baadhi ya wafasiri kwamba haionekani isipokuwa katika suratul Baqara, nako kumetajwa mfano kama huu wa bustani, wa mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun faatat ukulaha dhifaini fa in lam yusibha wabilun fatal. Imetajwa mfano wa mtu anayetoa mali yake kwa ajili ya Allah, ni mfano wa mtu ambaye amepanda mbegu yake katika ardhi yenye rutuba nzuri kabisa, halafu ikapatwa na mvua kubwa kabisa, na ikiwa haija mvua basi inapatwa na haija mvua kubwa, zinakuja mvua ndogo ndogo zenye kuleta mazao vizuri. Na birabwatin asabaha wabilun fa lam yusibha wabilun fatal wallahu yudha'if liman, na Allah baada hapo humuongezea mtakaye. Sasa mfano ule ndio mfano unaofanana na mfano wa bustani hii, bustani fulani hivi ambayo ina kila aina ya uzuri, ina rutuba,
halafu kuna maji ya kumwagilia. Maji ya kumwagilia yenyewe hayana haja ya kutumia nguvu, yanamwagilia yenyewe, mito inapita katikati. Halafu bustani yenyewe imepangika, ina miti mirefu nje, halafu ina miti ya saizi ya kati katikati, halafu ina miti mifupi kabisa katikati ya shamba. Halafu ina mazao yanayokuja kwa msimu ya thamani tende, ina mazao ambayo unaweza kubadilisha msimu wake ya mizabibu. Halafu ina mazao kwa mwaka yanakuja mara moja, msimu wake kuzaa mara moja, ambazo zina nafaka zinazoliwa kila siku. Kwa hiyo ala kulli hali hizi ni rihla ambazo mtu anaposoma Suratul Kahfi zinatakiwa zimpitie na apate ile ladha ya Qur'ani kila wiki, lakini wakati huo apate mawaidha yale yaliyomo, yale yanayokusudiwa kuoneshwa kwamba neema hizi ni neema zenye kupita na imani ndio ambayo ni jambo lenye kudumu. Halafu akasema kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, kilta aljannatayn atatukulaha. Ala kulli hali ya masala ya lugha zaidi, lakini ni kwamba imekuja kilta aljannatayn halafu atat, sio atata ukulaha, na hiyo inaweza ikajuzu hivyo, inajuzu hivyo, kama ambavyo pia mbele huko wadakhala jannatahu, akaingia katika bustani yake. Ilikuwa tushamba ni bustani mbili, hii katika lugha inajuzu, zote mbili zinajuzu. Wallahu a'lam wa ahkam. Kama kuna maswali karibuni, fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Kama hakuna maswali tufikie hapo, inshallah tuje kumalizia kisa chetu kesho, Allah kutuafikisha. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil